Tukio hili ni hatua muhimu katika jitihada za serikali ya awamu ya 6 za kuharakisha mageuzi ya sekta ya kilimo kupitia matumizi ya teknolojia, ubunifu na uwekezaji katika viwanda vinavyoongeza thamani na tija katika uzalishaji wa kilimo. Leo, ndugu wananchi, tunashuhudia matokeo ya dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kujenga uchumi shindani unaotegemea uzalishaji wa viwanda na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kiwanda hiki si tu ni eneo la kuunganisha matrekta, bali ni alama ya mabadiliko ya kimkakati yanayolenga kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa zana za kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Serikali imejiwekea lengo kupitia ajenda yetu ya kilimo ya 1030 ya lengo la kukuza sekta ya kilimo kwa wastani wa 10% kwa mwaka ifikapo mwaka 2030. Lengo hili linaenda sambamba na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi, usalama wa chakula, ajira na mapato ya wananchi. Ni dhahiri kwamba serikali hatuwezi kufikia ukuaji wa 10% kwa kutegemea kilimo cha jembe peke yake. Tunahitaji mapinduzi ya kweli ya kilimo yanayojengwa juu ya matumizi ya mashine za kisasa, mbegu bora, umwagiliaji, teknolojia za kidijitali, uongezaji thamani wa mazao na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Ndugu wananchi, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kujenga Tanzania kuwa nchi yenye kipato cha juu cha uchumi unaotegemea maarifa, teknolojia, ubunifu, uzalishaji wenye tija na ushindani wa kimataifa. Niwashukuru sana TBC kwa uamuzi wenu wa kuja kuwekeza hapa nchini. Mwe na uhakika kwamba sisi kama serikali tutaendelea kuwapa ushirikiano, lakini ni wajibu wetu kama serikali kulinda wawekezaji wanaokuja kuwekeza hapa nchini. Huo ni wajibu wetu na tutaendelea kuwekeza kwa sababu maarifa na ujuzi mnaoleta hapa na teknolojia hii itakuwa na faida kwa wananchi wetu wa Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa uamuzi huo, na pili tunaishukuru vile vile serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa kuwakubalia na kuwaruhusu kuja kufanya uwekezaji hapa nchini. Na kitu kingine, tunawashukuru kwa kutoa mchango kwa Wizara ya Kilimo kutukabidhi matrekta 2 pamoja na hizo pikipiki ili ziende kusaidia wadau wa kilimo. Kwa na mimi kwa niaba ya waziri wangu niko tayari kupokea zawadi hiyo ya matrekta ama mchango huo kwa faida ya wizara ambayo itakwenda kuwasaidia wakulima wadogo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.